Yes, ni kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina linalopita majina yote. Leo tuna ushuhuda mkubwa na mzito. Ni wa mtumishi wa Mungu Bishop Noah Onesmo. Yeye amepita katika mambo mengi sana, na nadhani unamtazama hapa, na miongoni mwa vitu ambavyo amepitia, kwanza kuzaliwa kwake ni katika familia ya kichawi. Babu yake alikuwa mchawi, babu mzaa baba. Huko kukapita maeneo mengi atakuja kutueleza, lakini cha pili kilichotokea ni na kumsikitisha ni kuhusu kifo cha mama yake mzazi, kifo ambacho kilitokea kwa mazingira ya kutatanisha na hali iliyompelekea kuokoka. Baada ya kuokoka akiwa sekondari, baadaye alipomaliza kidato cha 4 na nini, akaanguka tena, akapata anguko, lakini hili anguko lilikuwa baya na zito kwa sababu alijiunga katika elimu za kinajimu, yale mambo ya nyota, astrology, alijiunga huko, na hali iliyompelekea kuwa katika hali mbaya na hatua mbaya sana, lakini Bwana alikuwa anamtengeneza kujua mazingira mengi. Mwisho wa siku baadaye akaamua tena kurudi katika wokovu na kusimama, na Bwana akaanza kuzungumza naye na mambo mengi sana. Yeye ni mmoja kati ya watu, kama umesoma habari za Yona alipokuwa akiambiwa kwenda kuhubiri kule, akawa nakataa. Sasa na yeye alikuwa hivyo, na moja kati ya vitu ambavyo alipitia, alikataa kwenda kuhubiri Injili, na baadaye akaenda kufanya mishe zake. Katika kufanya mishe zake ikatokea ajali, na kama unavyoona hiyo picha, ajali ya treni iligonga fuso, ajali ikatokea, lakini kumbe chanzo cha ile ajali alikuwa ni yeye kukataa kazi ya Mungu. Yapo mambo mengi sana utakwenda kuyasikia. Mimi naitwa Eric Audax. Karibu na uketi vizuri sana. Unaweza kushare na rafiki yako, ndugu, jamaa na marafiki. Unaweza kusubscribe channel yetu kama ni mara ya kwanza unafuatilia, na karibu tuungane pamoja katika ushuhuda huu mkubwa na mzito sana. Bwana Yesu asifiwe, pastor. Amina, amina, amina. Habari ya huduma? Ni njema mtumishi wa Bwana. Kazi ya Mungu inaenda vizuri, hongera sana. Asante sana, tumshukuru Mungu. Nyonga naona kila mahali unapopita, tunasikia habari zako kwa habari ya kupanda makanisa na vitu vingi. Hongera sana. Asante sana, mtumishi wa Bwana. Amen. Tuko huku Inyonga, ni Katavi hii. Katavi, Inyonga. Naona maendeleo ni mazuri sana. Karibu kwa ajili ya ushuhuda huu, lakini kabla hujaendelea, tuweke kipindi hiki mbele za Mungu na utamke baraka za Bwana. Karibu sana. Amen. Asante sana. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya wakati huu tena ambao ni majira na nyakati ulizoruhusu mtumishi wako niweze kuzungumza kile ambacho kimetokea kwenye maisha yangu. Ninaomba Bwana ushuhuda huu kamguse mtazamaji huyu anayesikia na huyu anayeutazama pia, ukawa ni sababu ya watu wengine kupona na kubadilishwa maisha yao. Wako wengine walikuwa na maswali, naomba Mungu kupitia kipindi hichi majibu yao yakapatikane. Ninaweka yote mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo, ukanipe usemi wa kuweza kusema sawa sawa. Amen. Amen. Amina. Karibu sana. Asante sana. Mimi ninaitwa Noah Lupondo Onesmo, ni mzaliwa wa mkoa wa Mbeya. Ndipo ambapo nimezaliwa hapo na nimelelewa mkoa wa Mbeya. Mimi ni mtoto wa kwanza kwa upande wa mama na mtoto wa pili kwa upande wa baba, na nimetoka kwenye familia ambayo baba yangu alikuwa ni mhasibu kwenye kiwanda cha kahawa, lakini baba yake baba yeye alikuwa ni mchawi. Alikuwa ni mchawi, na tulipata taarifa hizo tukiwa bado wadogo kuhusu swala babu yetu. Kaka yake babu naye tunapata historia kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu. Yeye alikuwa ni mchungaji wa kwanza wa kanisa
la Kiinjili la Kiluteri Tanzania pale Bulongwa Makete. Kipindi hicho ulikuwa ni mkoa mmoja wa Iringa. Na kwa upande wa babu yetu sasa, alikuwa na watoto wawili wa kiume na wengine walikuwa ni watoto wa kike kama 5. Sasa hivi ninavyozungumza, baba yangu alikuwa ameshafariki mwaka 1998 na baba yangu mkubwa yeye alifariki muda mrefu zaidi. Sasa babu alikuwa ameshazaa watoto wawili, na katika familia ya watoto wawili wa kiume kiachiliwa wa kike, sisi ndiko tulikotokea. Na kwenye ukoo wetu upande wa babu mkubwa, kwa bahati mbaya walikufa baadhi ya watoto walifariki, na upande wa kwetu sisi wa baba yangu mimi mpaka leo bado tupo, hatujapungua, tuko 4. Kwenye maisha yetu sasa, mimi nimesoma shule ya msingi pale Muungano, shule ya msingi Muungano Mbeya, na baada ya hapo nilimaliza darasa la 7 mwaka ule 2000. Na mwaka ule 2000 kabla sijamaliza, mama yangu alipata na ugonjwa, alianza kuumwa, na wakati anaendelea na kuumwa, ilikuwa ni hali ambayo mimi nikiwa mdogo sielewi alikuwa anaumwa nini, lakini nilihisi ni nguvu za giza, kwa sababu walikuwa wanamchukua wanampeleka kwenye maombi. Kuna mara kwanza aliwahi kwenda Dar es Salaam akatibiwa kipindi baba yuko hai, ilikuwa 98, ilikuwa 97, alitibiwa akarudi. Lakini awamu hii ya mwaka 2000, wakati anaendelea na matibabu, hakwenda tena kule Dar es Salaam kutibiwa, ilionekana ni nguvu za giza. Na baada ya maombezi, lakini kuna siku mama nilikuta anatembea peku. Ilinishangaza sana, kwa nini mama anatembea peku na alikuwa anapiga miayo. Sasa nikashangaa ameenda sokoni peku kwenye magenge haya, akanunua parachichi akarudi peku. Sasa nikiwa mdogo namuuliza mama, mbona unapiga miayo? Anijibu. Mama akawa amerudi ndani, akala chakula, akalala kwenye sofa. Kipindi hicho ni makochi yale ya kawaida tu, yale cushion. Akalala, na baada ya kulala pale nikaanza kuona struggle, ni kama mtu ambaye anapambana na kitu fulani, anasama mdomo akiwa amelala, anatafuta pumzi. Kwa macho yangu hivi namuona mama anapambana na kitu ambacho nikaanza kuhisi kuna kitu ambacho sio cha kawaida kinachotaka kumuondoa mama. Bahati nzuri akaja shangazi yangu, nikamwambia mama yuko katika hali hii. Shangazi akajaribu kumpampu kama anataka kurudisha pumzi, lakini haikuwezekana. Mama akawa amefariki mbele ya macho yangu, na ile image iliniumiza sana, kwa sababu baadaye nilianza kusikia taarifa kwamba kumbe na upande wa mama kulikuwa kuna mchawi, na huyu alikuwa ni bibi yetu mdogo wa bibi, ambaye mimi pia nilikuwa namuita bibi. Mdogo wa bibi ni bibi. Basi nilisikia hizo taarifa kwamba upande wa mama pia kulikuwa kuna mchawi. Kwa hiyo mama akaondoka katika namna ambayo haikuwa nzuri. Lakini pia upande wa mama kulikuwa kuna babu yetu ambaye wakina mama walikuwa wanamuita mjomba. Siku moja aliniambia msiende kwa yule mdogo wangu ambaye sasa mimi namuita bibi, naye aliniambia kwamba yule sio mtu mzuri, ni mchawi. Alitaka kumlisisha uchawi dada mmoja hivi ambaye mimi nilikuwa namuita binamu. Kwa hiyo nimelelewa kwenye mazingira ya familia. Upande wa mama walikuwa ni wachawi, baadhi, sio wote, na upande wa baba pia babu yetu alikuwa ni mchawi. Basi mama alipofariki mwaka 2000, mimi nikaenda Dar es Salaam, nikachukuliwa na kaka yangu mmoja niende kusoma Dar es Salaam. Ile hali ilinisikitisha mimi, na nilikuwa naendelea kuniletea maumivu kukumbuka ndani ya moyo wangu kwamba mama yangu aliondoka kabla ya wakati na nimeondoka kwenye kifo cha kutatanisha tu. Nikiwa Dar es Salaam niliendelea kushuhudiwa
na kaka yangu mmoja mtoto baba mkubwa, yeye alikuwa ameshaokoka, akaanza kunishuhudia habari za Yesu pale Sinza, Dar es Salaam nilipolelewa mimi. Kumekucha, kuna eneo moja inaitwa Kumekucha, akanishuhudia, nikaamua kumpa Yesu maisha yangu kutokana na hali ambayo nilikuwa naipitia. Baada ya kumpa Yesu maisha yangu, ilikuwa ni mwaka 2002. Nilianza kusali kanisa moja lilikuwa pale Sinza Makaburini la EAGT, na baada ya kusali pale ikiwa form 2, naenda shuleni, na shule nzima walikuwa wamenijua kwamba mimi nimeokoka. Shule nzima walikuwa wananiita ujamani paroko kwa sababu ya wokovu wangu. Lakini bahati mbaya sana ilipofika 2004, baada ya kumaliza form 4, nilirudi nyuma, na chanzo cha kurudi nyuma ni kwa sababu ya marafiki, kwa sababu niliotoka Dar es Salaam nikarudi Mbeya, nikakutana na marafiki zangu wa zamani. Na kipindi hicho pia, baada ya kukutana na marafiki zangu wa zamani, nikaanza kujifunza tena maisha duniani ambayo sikuwahi kujifunza. Kaanza kuwa mlevi, kaanza kuwa mtu wa starehe, na nikaanza kufanya vitu hivyo, lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa nataka kurudi, siwezi. Kutokana na nini? Na dhambi tayari zimeshavamia moyo wangu. Hali ya dhambi ikaendelea kunitesa. Najua kinachotokea kwenye maisha yangu na mkosea Mungu, lakini nilikuwa sina uwezo wa kufanya chochote. Nikaanza kufanya dhambi za kutosha, mpaka ikafika wakati nikai kwenda kwa mganga wa kienyeji Simike kule Mbeya, anitafutie tatizo ni nini kwenye maisha yangu ambalo linanisibu. Na kwa nini nilienda kule? Nilikuwa nina tatizo moja kwenye koo. Hilo tatizo kila nikitafuta msaada, nikienda hospitalini walikuwa hawana majibu kwamba ninaumwa nini. Nilipoenda hata kwa mganga hakunipa majibu yoyote. Basi nikaendelea kufanya dhambi na mkuwa mtu wa starehe. Baada ya kuishi Mbeya kwa muda huo, form 5 form 6, nimeendelea kwa mtu wa dhambi, na nilipomaliza form 5 form 6 nikafanikiwa kufaulu kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nikaendelea na maisha ya dhambi hivyo hivyo nikiwa chuo kikuu. Nilikuwa na marafiki wa madokta, na walikuwa na marafiki zangu wao, baadhi ya madokta, sio wote, ambao walikuwa wananifundisha. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa naishi maisha ambayo ni ya marafiki wengi sana. Baada ya kuishi maisha hayo, sasa kilichokuja kutokea ni mwaka 2011. Baada ya kuwa mtu wa starehe sana, maisha yangu yaliingia sintofahamu. Nilianza kuwa mtu wa mawazo sana, mtu wa stress sana, nikawa naishi maisha ya hofu, na wakati mwingine nilikuwa natamani kujua kwamba kwa nini nateseka. Sasa wakati niko katika hali hiyo, kabla sijamaliza 2011, nilirudi tena nyuma hapa mwaka 2008, nikiwa ninaendelea na masomo ya kusomea shahada ya arkeolojia ambayo inahusu mambo ya utafiti wa mambo ya kale. Nilikutana na mtu mmoja ambaye alikuwa anasomea mambo ya biashara pale chuo kikuu cha Dar es Salaam, na yeye tulikutana naye kwenye hostel ya Mabibo. Yule bwana alinivutia sana kufahamu taarifa fulani za mambo ambayo ni ya watu wa chama cha siri wanajiita waabudu shetani. Alikuja na laptop pale, akafungua, akatuonyesha nembo nyingi sana, na akawa anatuambia mimi niko kwenye process ya kujiunga na hao watu. Alinipa interest sana nianze kuwafahamu hao watu kwa mara ya kwanza ni watu gani, na nilianza utafiti huo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pale kulikuwa kuna library, na mpaka leo ipo, na naamini ipo. Nikaendelea kujifunza kuhusu wale watu kwenye vitabu mbalimbali. Mwanzilishi wake ni nani? Hao watu wa Freemason. Yes. Mwanzilishi wake ni nani, na ajenda yao kubwa ni nini kwenye maisha ya watu. Na wakati nikaendelea mpaka kwenye kipindi hicho tulikuwa tunatumia internet cafe, na simu hizi za kutumia simu janja zilikuwa chache sana. Wengi tulikuwa tunatumia internet cafe. Kwa library pale mimi nikaendelea kusearch mpaka kwenye mitandao. Wakati naendelea na hizo elimu kujifunza, nikakutana na elimu ya astrology. Elimu ya astrology ambayo ilikuwa inahusu
elimu ya kusomea mambo ya nyota, astrology. Kumbuka mimi nimetoka kwenye archaeology nikaanza kuingia kwenye astrology. Sasa baada ya kusomea kwenye mambo ya astrology nikaanza kusomea, sasa hiyo ilikuwa ni ya kwangu mwenyewe kufanya utafiti. Nikakutana na mama mmoja kwenye hiyo elimu ya astrology, akaniambia niweke taarifa zangu za kuzaliwa, niweke na jina langu, nitume mwaka, mwezi na tarehe ya kuzaliwa, nitume na jina, alafu ataniletea taarifa zangu baada ya kunifanyia utafiti au anafanya uchambuzi. Sasa alinitumia baada ya siku kama 2 au 3. Na ulijuaje yani nani au ndio marafiki wenyewe walikupeleka katika hilo kuingia kwenye hayo mambo ya nyota? Hapana, sio marafiki. Baada ya mimi kuanza kutafuta elimu ya kuchunguza hayo mambo ya Freemason na kusomea vitabu mbalimbali na kwenye mitandao ya internet kipindi hicho, nilijikuta naingia mpaka kwenye elimu ya astrology. Okay. Na lengo la kuingia kule, mimi tangia nilivyomwacha Yesu sikuwa naishi maisha ya amani, lakini unajipozesha tu kwenye starehe. Maisha ya amani yalikuwa hamna, na yalizidi sana 2011. Nilikuwa sina amani, hata ningefanya starehe za aina yoyote zile, mwisho wa siku sina amani. Na nakumbuka kuna siku moja ni kwenye pori la chuo, niliwahi kupiga magoti na kumwomba Mungu nivumilie, najua ninakosea, mimi ni mwenye dhambi, lakini nivumilie. Haikusaidia chochote, bado stress ziliendelea kuwepo. Ndio maana niliamua kuanza kuingia mpaka kwenye astrology, kutafuta mimi ni nani. Hilo ndio swali lilinisumbua sana. Kwani mimi ni nani? Mbona hii hali inanitokea sana? Sasa wale ndio waliniambia, wewe ni nani? Waliniambiaje? Wakaniambia email hiyo, wakaniambia sasa historia ya maisha yangu. Wewe ulipokuwa na miaka 18 ulifanya kosa kubwa sana tena baya. Ile email waliituma kwa njia ya lugha ya Kiingereza. Wakaniambia ulifanya kosa kubwa sana. Na sasa hivi tunakuona wewe ni mtu una mawazo sana. Yaani una msongo wa mawazo na stress. Lakini pia tunaona maisha yako ya baadaye. Wewe sasa wajua wanatumia mambo ya nyota. Wewe tunakuona kuna sayari wanasema inaitwa Pluto inapita na inapitaga baada ya miaka 100. Na wewe ni kama kwenye hiyo Pluto, ndo vitu kama hivyo walikuwa wananisimulia. Sasa sitaki kuingia sana huko. Lakini wakaona niambia timing yako ni sasa hivi. Usipofanya timing sasa hivi maisha yako hayawezi kukaa yakabadilika. Na wakaniambia kama utafanya maamuzi sasa sahihi, tunaona kule mbele una uwezo wa kuwafundisha watu. Na wewe ni mtu ambaye una passion na watu. Yaani una shauku ya kuwasaidia watu. Ndio ulichonacho wewe. Wakaniambia pia tunaona kuna ndoa kule mbele. Wakaniambia tunaona pia kuna safari za kwenda ng'ambo kule mbele. Wakaniambia tunaona pia kuna mwanamke na miaka 40 kwenye maisha yako atakuja kukusaidia sana. Naona? Na wakaniambia vitu vingi sana kuhusu tabia yangu. Kwa tabia yako ya mbeleni sio hii tunayoiona sasa. Wewe ni mtu ambaye una tabia ambayo ni ya kuwasaidia watu. Lakini sasa kitu ambacho walinishtua, wakaniambia usipofanya maamuzi sasa hivi, mafanikio yako, tabia ulionayo na hichi kitu tunachokiona, uwezo ulionao utakuja baada ya miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Ile kauli iliniumiza sana kwamba kama itakuja baada ya miaka mingi, hawakusema ni miaka 20 au 30 ijayo. Ilinitafakarisha sana kwamba sasa kuna uwezekano kwa kuna kitu inabidi mimi nisichelewe kufanya maamuzi. Na walikwambia hayo maamuzi ya kufanya? Wao walichoniambia, hawakuniambia maamuzi gani. Ila mwisho wa email yao waliniambia tuna uwezo wa kukuongoza kufikia hatima yako. Na ili tukuongoze unatakiwa ulipe dola 60. Dola 60 hizo unatakiwa ulipe. Kipindi hicho ulikuwa unatumia mambo ya Visa card na mimi nilikuwa sina hiyo pesa. Ilikuwa mwaka gani hapo? Ilikuwa ni 2011 mwezi wa 5 ukiwa chuo. Nikiwa chuo na nilikuwa ndo nikaribia kumaliza chuo kikuu. Nikatafuta hizo dola nikakosa.
Baada ya kukosa, sasa natapatapa, nifanyeje hao watu waniongoze maisha yangu, watu wenye elimu ya nyota. Na kwa kuwa sikupata, akili ikanirudia, nikasema inawezekana mimi ndio nakosea. Ikiwa kweli hao watu wananiona makosa niliyofanya na sasa hivi hali na mbele nikoje, kwa nini niwategemee wao? Kwa nini nisimtegemee Mungu? Akili zikanirudia, ufahamu kauli, kwa nini nisiende kwa Mungu? Sasa nikajiuliza na nikakubaliana na kwenye nafsi yangu niende kwa Mungu kuliko kumtegemea mwanadamu. Maana sitakuwa nimefanya jambo zuri kumtegemea mwanadamu, ni laana. Nikaamua kwenda kanisani. Sasa nikaenda kwenye kanisa moja liko pale Ubungo. Lilikuwa ni kanisa la Tanzania Assemblies of God. Nikaenda kwa mara ya kwanza na ibada yao nilipenda, wakahubiri, nikarudi nyumbani. Nikiwa nimerudi nyumbani, kipindi hicho nilikuwa nimepanga sehemu moja inaitwa Kibo pale Ubungo, na nilikuwa naishi na binamu yangu na mwanafunzi mwenzangu ambaye tulikuwa tunasoma naye course moja. Nikarudi Jumapili ijayo iliyofuata, nikasikia sauti mbili kwa mara ya kwanza. Sauti moja inaniambia, mimi nilikuwa napenda sana kuangalia movie haya ya Kimarekani, series, movie ya ajabu ajabu sana nilikuwa napenda. Sasa sauti moja ikaniambia, wewe rudi, nenda kanisani. Nyingine ikaniambia, hapana, kaa hapa hapa, endelea kuangalia movie, endelea kuangalia series. Zile sauti zikawa zinaendelea kusema kwa muda kama dakika kama 10 hivi, na baadaye nikafanya maamuzi, nikaamua kusikiliza ile sauti inayoniambia nenda kanisani. Nikachukua hatua, nikaenda kanisani. Nilivyoenda kanisani, kumbe mahubiri ambao walikuwa wanahubiriwa pale kwenye ile kanisa yalikuwa yanahusu mwana mpotevu. Kuna mchungaji mmoja hivi, sijui kama anaruhusiwa kumtaja, anaitwa mchungaji Benjamin Kisungwe. Ndiye aliyeniongoza mimi sala ya toba pale kanisa la Ubungo Christian Center. Akaniongoza sala ya toba na nililia sana. Katika watu walioongoza sala ya toba, mimi nililia sana mpaka walinishikilia. Nililia sana kwa sababu nilikuwa najisi, nilikuwa nimepotea muda mrefu sana. Na siku hiyo waliniombea ujazo wa Roho Mtakatifu, nikajazwa Roho Mtakatifu. Mimi ndio ambaye niliombea ujazo wa Roho Mtakatifu katika watu ambao walianguka baada ya yale maombezi, ni mimi. Na sikuanguka nikiwa na mapepo, nilianguka nikiwa nimejaa Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa nakifahamu kwamba bila Roho Mtakatifu siwezi kufika mbali. Huo ufahamu nilikuwa nao. Na baada ya kuombewa ujazo wa Roho Mtakatifu na kujaa, mara moja nilianza ushuhudiaji. Nilianza kushuhudia bodaboda mitaani. Nikawa naenda huku na huku nashuhudia. Nikarudi kwenye ile nyumba ya kupanga. Nilipata vita kali sana kwenye ile nyumba ya kupanga ambayo nilikuwa naishi na rafiki yangu. Tukakorofishana. Maana wenyewe wakawa wanaendelea kuleta mambo ya starehe, kuleta wanawake, na mimi nimeamini Yesu. Nikatafuta ushauri kwa mchungaji wangu, akaniambia, bwana, hiyo tayari ni vita. Nani analipa kodi? Nikamwambia, mimi ndo nalipa kodi. Nikamwambia, basi inabidi ufanye maamuzi kuitenga na marafiki wabaya, kwa sababu watakurudisha tena kwenye dhambi. Nikaachana na binamu yangu yule na yule rafiki yangu, lakini hatukuachana kwa amani, ilikuwa ni vita. Mimi niliendelea kuishi pale, nikamaliza chuo kikuu. Baada ya kumaliza chuo kikuu, sasa sina kwa kwenda. Baada ya hapo, nakumbuka rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Tuntufye, yeye alikuwa Arusha, alikuwa anafanya kazi benki. Akaniambia, basi njoo huku benki, njoo Arusha uwe mwalimu wa vyuo hivi vya utalii, ni tufanye application. Nilisita kwa muda, lakini baadaye nikaamua kwenda Arusha. Nilipoenda Arusha nikaa kama miezi mitatu, ile kazi sikupata. Nikarudi Dar es Salaam baada ya kupata majibu ya kampuni moja ya simu, walinihitaji nifanye nao kazi. Nilikuwa nimetuma application, maombi kabla sijaenda Arusha. Kwa hiyo nikarudi nikafanya nao kazi miezi 9. Miezi 9 nikiwa nafanya kazi humo nilikuwa nawashuhudia wafanyakazi wa pale pale kwenye hiyo kampuni ya simu. Nilikuwa nafanya kama mtu wa huduma kwa wateja. Sasa mtu mmoja alikuwa anaitwa Evodius, akaniambia, wewe mbona una kitu fulani hivi cha kuwafundisha watu, alafu unatuambia tu mume watu wafanyakazi wachache, lazima uambie na watu wengine mitaani una kitu fulani cha kuwafundisha watu. Hicho ndio kitu ambacho mimi nilikuwa sijui, lakini
Yule mtu alinimwambia yeye hakuokoka, lakini alikuwa anajua wewe una kitu unachoweza kufundisha watu. Katika watu ambao niwashuhudia sasa hivi, mmoja alikuwa ameshaokoka. Aliokoka baada ya miaka miwili mbele. Mtu ambaye nilimshuhudia alikuwa anaitwa Abraham, aliokoka. Lakini alikuja kuniambia kwamba niliokoka kwa sababu pale ofisini ulikuwa unashuhudia na mimi yale mahubiri yalinikamata. Basi baada ya miezi 9 mimi kufanya kazi na ile kampuni, niliamua kuachana nayo. Na niliamua kwa sababu walishusha mshahara na tulikosa morali ya kufanya kazi, hasa watu ambao tulikuwa na shahada. Wengi tukaondoka. Baada ya kuondoka, mimi nikawa nimepata posti ya kwenda kujiunga na jeshi la kujenga taifa na baadaye niingie jeshi la wananchi. Na ile posti nilikubali, lakini moyoni kitu cha ajabu nilikuwa nakishangaa, nilikuwa sisikii amani ya kwenda. Ingawa nilikuwa napenda sana mambo ya jeshi sana. Nikaamua kuforce kwenda. Nikaenda, nikapata kuwauliza watu wawili watatu, kaambia nenda. Nikaenda. Sasa nilivyoenda nikakutana na rafiki mmoja ambaye naye alikuwa anaenda kwenye hayo mafunzo Tanga. Tukajumuika wote, tukaenda mpaka kwenye hiyo kambi ya jeshi. Tulipofika mlangoni tu, kitu kilichonitokea mimi cha ajabu sana. Mwenzangu hakuambiwa chochote. Mimi nilikutana na mwanajeshi mmoja pale. Walikuwa wanajeshi wawili, mmoja mfupi, mmoja mrefu. Yule mfupi alivyoniangalia mimi akaniambia, "Wewe mchungaji, umefuata nini huko?" Akiwa yuko serious. Mwenzie akacheka sana, akasema, "Mchungaji wapi? Hawa si wasanii tu hawa." Yale maneno yalikuwa kama mkuki ndani yangu, kwamba huyu jamaa anasemeje? Mbona mimi nimekuja hapa kujiunga na jeshi? Moyoni najisemea, nikajua hapa sina neema hapa nimeingia sehemu sio sahihi. Kama getini ninakataliwa, itakuwaje huko ndani? Nikaanza mazoezi. Wakati naendelea na mazoezi, huwezi kuamini mpendwa mtazamaji, niliendelea kushuhudia hata wale ambao wanafanya nao mazoezi wampokee Yesu. Nikafundishwa kutambaa, mazoezi yale ya kijeshi na nini. Baada ya siku 5 nikawa neema ya kuendelea kukaa pale haipo. Mguu wangu wa kulia ukawa kama unachechemea maumivu. Nikatambaa, nikaenda kwenye eneo la makaburi. Mule ndani kuna kambi. Kwenye kambi kulikuwa kuna maeneo ya makaburi ya watu ambao walikuwa wamezikwa kule. Nikalala huko, ilikuwa ni usiku, wadudu wananitambaa na mvua inanyesha. Nikalala huko. Usingizi ulikuwa upatikani. Nalala hivyo tu. Nikashtuka usiku kama saa 8 hivi. Nikasimama, nikaangalia angani. Nikaangalia angani, naangalia nyota. Nikasema, Mungu, huko ninajua nimekosea. Nachoomba mimi nimekubali kukutumikia. Hapa naondoka. Naomba usininyime kitu kimoja. Sababu sina ajira tena. Usininyime chakula. Mimi naondoka. Mtazamaji huwezi kuamini. Ilipofika alfajiri, nikajiunga, si nilikuwa nimetoroka. Saa 11 giza nikarudi kambini walikokuwa wenzangu. Wenzangu tayari wameshaanza mazoezi, nikaunga nao ile line. Lakini ikiwa naendelea, mguu wa kulia ukawa huna uwezo wa kufanya chochote. Nikachuchumaa. Wanajeshi akasema, "Wewe endelea kutembea, piga mbio." Siwezi. Basi ikabidi nibaki nyuma. Kumbe nilikuwa natoroka hivyo. Nikasema, akili ikanijia toroka. Nikatoroka. Kutoroka nikaingia mtaani. Kufika mtaani, wanajeshi mmoja akaniona nakimbia. Akanikimbiza, nikaingia kwenye bafu la mtu lilikuwa lina pazia. Hakuweza kuniona. Baada hapo nikatoka, nikaingia mtaani. Kuna dada moja nikakutana naye, nikamweleza, "Bwana, mimi sitaki kuwepo huko. Naomba unisaidie nitoroke." Yule dada cha ajabu alinipa support ya ajabu mno. Nikarudi Dar es Salaam. Dar es Salaam nikauza vitu vyote. Nikagawa vitu vyangu kwa sababu nilikuwa sina kodi tena ya kulipa. Nikagawa vitu vingine nikampa mpagaji mwenzangu na vingine vilishapotea mpaka leo. Nikaanza kuishi kanisani kwa sababu sina kodi. Kanisani nalala madhabahuni kwenye jengo jipya, lilikuwa ni ghorofa. Mimi nilikuwa nalala madhabahuni, begi langu liko humo. Naishi hapo.
nikawa napata chakula. Kuna watu walikuwa wakipika chakula, basi navizia na kula. Sasa nikaanza kumwomba Mungu kwa sababu tayari nimekubali kumtumikia. Sasa sijui naanzia wapi. Nikaanza kumwomba Mungu, namwomba Mungu, naamka hapo, nalala hapo. Watu wakija kwenye mahitaji ya maombezi, mimi ndio nilikuwa naenda kuwaombea. Ile kanisa lilikuwa na utaratibu wa kufanya maombezi kuanzia Jumanne mpaka Jumapili. Sasa mimi nikaingia kwenye timu ya kufanya deliverance. Nimewaombea watu sana kwenye huduma yangu. Watu wengine walikuwa na changamoto za vidonda vya tumbo, walipona, na wengine walikuwa na changamoto za nguvu za giza, wamepona. Nakumbuka kuna dada moja hivi alikuwa na changamoto ya kupata kazi, alikuwa anaitwa Rebeka. Niliwahi kuomba naye na kumtia moyo sana, naye alikuja kupata kazi. Nimeombea watu wengi sana. Kwa hiyo baada ya kuanza kufanya hiyo huduma, nimeendelea kuomba, kufanya huduma. Siku moja usiku, siwezi kuisahau ile siku, saa 8 usiku, nakumbuka kuna nguvu ya Roho Mtakatifu ilinishukia kubwa sana. Ilinishukia nguvu ya Roho Mtakatifu na nikanena sana kwa lugha. Yaani unasikia ile sauti kama mtu anapiga yowe au anapiga kelele kama mtu aliyefiwa, mpaka majirani unasikia. Ndivyo ile nguvu ilivyonishukia mpaka nikaanguka chini. Sasa nilipojazwa Roho Mtakatifu kwa kiwango kile, hiyo ni kwa nini? Hiyo ni yani ni zaidi ya mara moja. Haikuwa mara yangu ya kwanza kujazwa Roho Mtakatifu, lakini kwa kiwango kile ilikuwa ni cha ajabu sana kwenye maisha yangu. Na kuna mtumishi mmoja wa Mungu kipindi hicho alikuwa ni shemasi kanisani. Nikataka nimuulize, Bwana, hivi ni nguvu ya aina gani inaweza kanishukia namna hii mpaka nikaanguka chini? Yeye alikuwa anajua huo uzoefu, hakuniambia chochote. Basi nikashangaa, nikiwa nimelala chini. Nilikuwa hata siwezi kutambaa, nilikuwa siwezi hata kuinuka. Nimelala tu hapo. Mungu akaniambia, ninakutengeneza. Ninakutengeneza. Akasema mara 3, ninakutengeneza. Sasa nakutengeneza? Akaniambia, ninakutengeneza mwanangu. Basi yale maneno akawa amesema hivyo, ile hali ikawa imeisha. Na baada ya hilo jambo nikaanza kufanya semina za kutoka kwenda mikoa mbalimbali Tanzania, na mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Atilio. Tukaanza kufanya semina, tunatumwa na kanisa kufanya semina za Roho Mtakatifu, semina za Roho Mtakatifu kwenye makanisa mbalimbali ya TAG hapa Tanzania. Mpenzi mtazamaji, mimi mkoa ambao sijafika ni Manyara, ndio ambao sijafanya huduma, lakini mikoa yote nimefanya, na Zanzibar ndio sijafika, lakini mikoa mingine yote hii nimetembea nikifundisha watu kuhusu somo la Roho Mtakatifu. Na mwalimu wangu mkubwa alikuwa na huyo mtumishi wa Bwana anaitwa Atilio. Saizi yuko chuo cha Biblia. Alikuwa ananifundisha jinsi ya kufundisha hiyo semina, lakini pia na yeye kwa maisha yake jinsi ambavyo alikuwa anatembea na Roho Mtakatifu. Mimi nikaanza kufundisha semina. Kwenye hizo semina nimeenda mpaka Msumbiji, nimefanya semina na kama awamu 2-3 nimefanya semina, na maombi pia nimebobea pia kwenye eneo la maombi. Kwa neema ya Mungu aliyonipa, nilikuwa ni mtu ambaye anaongoza vikosi vya maombi vya kufanya mikutano ya Injili. Nimeongoza timu nyingi sana za maombi. Na siku moja nakumbuka nimewahi kunusurika kufa nikiwa Mpwapwa baada ya kufanya huduma ya maombi ya maandalizi ya mkutano. Niliwahi kupanda kwenye mlima mmoja karibu na hilo kanisa la TAG liko Mpwapwa. Nilikutana na nyoka moja anaitwa Black Mamba au Koboko. Yule nyoka wakati napanda nilimwona tu anamalizikia mkia hivi, lakini kumbe ana mita kama 10, alikuwa na mita kama 5.5. Yuko ameweka kichwa juu anataka kuniua. Nilikimbia kwa kasi sana kurudi tena kanisani. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza. Na nilikutana na mtu mmoja ambaye nimekutana na nyoka baada ya maombi, nikasema ninyoshe miguu. Akaniambia, wewe una neema sana. Huyo nyoka kwanza sio rahisi kukimbiza naye na sio rahisi pia kumuona. Una neema sana. Hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kunusurika kufa. Basi nilirudi na ile timu ya maombi. Awamu ya pili kunusurika kufa ilikuwa Tabora. Tabora nilikuwa nimeenda kufanya pia na huduma ya maombi. Nilikuwa na timu ya maombi. Tulikuwa na mtumishi mmoja Mungu alikuwa anaitwa Barnaba. Tumefanya huduma ya maombi pale. Mimi kuna ndege mmoja itaka kuja kunitua, ndege ya kichwani wakati naongoza maombi saa 11 alfajiri. Na mama mchungaji alikuwa amemuona yule ndege.
hakunishtua, lakini alikuja kuniambia baadaye, wewe, kuna ndege alikuwa amekuja hapa wakati unaongoza maombi, atue kichwani kwako, na yule ndege akikutua pengine ungepata madhara au ningeanguka ningekufa. Hiyo ilikuwa mara ya pili. Sasa baada ya hizo huduma zote kanisani, wakati naendelea, kumbuka hapo ninaendelea kuishi kanisani, na mlala kanisani, naamka kanisani, nalala kanisani, naamkia kanisani. Hakuna kijana yoyote aliyekutokea kusema njoo tuishi wote. Hicho ilikuwa kitu cha ajabu sana. Kwa nini? Kwa sababu pia mimi nilikuwa kwenye matengenezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kama mwaka mzima kanisani, nikaona kuna rafiki mmoja akaanza kunishauri tena. Akaniambia, wewe unaishi kanisani, lakini maisha yako huna lolote kule mbele, huna future. Utaishi hivi mpaka lini? Kila siku mara kwa mara tukutana, yule rafiki alikuwa ananiambia, alikuwa ni mtu mzima kidogo. Sasa hizi nafikia na miaka kama 50 na kitu hivi. Nikaona kama ana hoja, ana pointi. Hivi nitakuwa nalala kanisani mpaka lini? Naamkia hapa na hakuna mtu anayenijali kwamba niamke. Isipokuwa kuna kitu kimoja tu, lile kanisa lilikuwa linanijali. Kila mwisho wa wiki walikuwa wananipa pesa ya kujikimu, ya kula chakula. Sasa nikaona hapana, nikaamua kuondoka. Nifanya maamuzi ya kuondoka, niende kutafuta mashamba. Baada ya kufanya maamuzi ya kuondoka, na kabla sijaamua kufanya maamuzi ya kuondoka, nakumbuka nilifanya tena maombi ya kujiunga na jeshi la kwa mara ya pili la uhamiaji. Na hiyo ilikuwa ni 2013. Nikafanya maamuzi yale. Sasa nilipofanya maamuzi, mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa Mwakipesia, alikuwa ni mlinzi wa kanisa, akaniombea. Nikamwambia, mzee, naomba niombee nipate kazi. Maana wote tupate, na mimi nilikuwa kama mlinzi sasa wa kanisa, nalala hapo na mkia hapo. Kwa hiyo nilikuwa kama mlinzi tu. Nikamwambia, mzee, niombee nipate kazi. Yeye aliponiombea aliniwekea mkono, tukaomba, akasema amen. Kumbe yule mzee hakuniambia, alikuja kuniambia baadaye sana. Akasema Mungu alimwambia huyu ni mtumishi, hawezi kupata kazi. Ila hakuniambia. Basi mimi nikaendelea kuishi, na nilipoamua kufanya maamuzi sasa, nikaamua kukata tiketi ya treni niende Makambako, na aliye ni director alikuwa ni mlinzi mmoja wa kanisa. Ndio bwana, wewe unaweza kaenda Makambako ukafanya kilimo. Na mimi nilikuwa nimefanya kazi kwenye ile kampuni ya mtandao wa simu kwa miezi 9. Nikachukua kiinua mgongo changu, pension yangu haikuwa hela nyingi, nikaitumia hiyo kutoa fungu la 10, nyingine nikaamua sasa niende nayo kule. Wakati nimekata tiketi ya treni, yule rafiki yangu ambaye anaitwa Hatibu akanizuia, akaniambia, wewe unatakiwa sasa ukafundishe semina Moshi. Na ilikuwa ni semina hizo za Roho Mtakatifu. Kipindi hicho na mimi nimeshakuwa mzoefu wa kufundisha semina za Roho Mtakatifu, na Mungu amekuwa akinitumia sana kwenye eneo hilo. Kwa kweli hilo eneo Mungu amenipa neema pia ya kuombea watu Roho Mtakatifu na kufundisha. Usipoelewa basi inakuwa ni kitu kingine. Na mimi nikamwambia, mimi siwezi kwenda, mimi nimechagua sasa hivi kwenda Makambako nikatafute maisha mengine. Akaniambia, hapana, rudisha tiketi, uongozi wa kanisa umeshakupangia uende. Nikasema siendi, tukawa kama tunabishana. Nikamwambia mimi siwezi kurudisha tiketi. Nikachukua begi langu, nikaenda Tazara, nikapanda train. Safari ikaanza, nikaondoka. Sasa cha ajabu, tukiwa njiani, mpenzi mtazamaji, train ikapata ajali. Na ile ajali niko nayo hapa, niliposti kwenye Facebook. Unaweza ukaiona, nikuonyeshe picha hapa kama unaweza ukaizoom. Iko hapa. Tutaiona tu pale. Iko hapa. Yes. Hii nilipiga picha nikiwa mule ndani ya treni, baada ya treni kupata ajali. Na sio tu treni imeacha kwenda, watu wanasema ajali. Mungu akaniambia ndani ya moyo wangu, nasikia wewe niona umesababisha matatizo kwenye hii treni kwa sababu umekimbia kufanya kazi yangu. Sasa nikafikiri labda ni mawazo yangu. Nikasema hapana. Nasikia ile sauti inaniambia
kutoka nje ya treni tumegonga kenta na tukawa tunasikia majeruhi wamepelekwa hospitali. Hiyo tulikuwa kabla hata tujafika Morogoro, mwanzo tu huko. Baada ya masaa 3 tukaendelea na safari. Mimi sikujali kabisa, pamoja na hiyo ajali nikaamua kuondoka na treni hiyo. Nilipofika kwenye hicho kijiji sasa kinaitwa Kitandalile, kiko Makambako pale, nikapokelewa na mzee mmoja, alikuwa mwenyekiti mstaafu. Akanipokea kwenye kijiji, alikuwa na wake wawili yule mzee. Akaniambia nikae kwa mke mdogo. Sasa mimi nikamwambia nimekuja kutafuta mashamba. Akaniambia basi usijali, nitakutafutia kijana wangu. Na kumbuka hapa aliyeniambia niende kufikia kwake ni mtoto wake, alikuwa Dar es Salaam. Nikafika pale, nikawa nalala pale. Jumapili ya kwanza nilikuwa nimeenda kwenye kanisa moja la EAGT nikasali. Jumatatu, Jumanne yule mzee anambia bwana, mashamba yanasumbua, asubiri. Wakawa wamenipa kishamba kimoja, hata robo eka akifiki. Nikawa nalima. Sasa kushangaza, yule mke mdogo ni mbibi, akawa amekuja shambani siku moja na mtoto. Akawa ameniangalia sana kama mtu ambaye ana dukuduku au ananishangaa kwamba huyu mtu ni wa aina gani. Mimi sikuwa naelewa, ila naona kama kunitazama kwake kukua kuzuri sana. Wakati naendelea kusafisha shamba nilime njegere. Nikarudi kwenye ile nyumba, nikawa naendelea kuishi kama siku 3-4 hivi. Sasa siku moja nikasema niende nitembelee mshirika mmoja hivi wa kanisa la EAGT ambaye nilikuwa nimefahamiana naye. Mpenzi mtazamaji, kule ambako nilienda yalinikuta tena mengine. Kuna mama moja akawa ameambia vijana wawili pale kijijini, tumemwona mtu hapa amepita na koti kubwa. Tunaishi ni mgeni hapa kijijini, lakini pia tunahisi labda ndio wezi ambao wanatusumbua hapa kijijini. Sasa mimi niliona anaongea naye kwa mbali, anaongea na wale vijana. Sasa wale vijana wawili, mmoja ana bodaboda, mwingine kwa baiskeli, wakaja wakanikamata. Nikamwambia, wewe tuambie wewe ni nani kwenye hichi kijiji? Umekujeje hapa? Nikawaeleza. Nikamwambia mimi ni Tanzania, vitambulisho vyangu hivi hapa na passport pia nilikuwa nayo, lakini pia nilikuwa na ile kadi ya mpiga kura. Nikamwambia mimi ni Tanzania kabisa kama nini jamani. Nikamwambia umefikia wapi? Nikamwambia nimefikia kwa balozi mstaafu, mwenyekiti wa serikali mstaafu. Na wakamwambia ulitakiwa na barua ya balozi. Nikamwambia jamani, hizo mimi nimefikia kwa yule mzee mstaafu, mwenyekiti wa serikali mstaafu. Anaitwa mzee fulani. Akasema haitoshi, twende huko. Wakanikamata. Kunishika mikono, akaniambia tu twende kwa afisa mtendaji. Wakati wanaingia twende, ghafla kundi kubwa la watu zaidi ya 30 wakawa wametokea. Miongoni mwa wale watu alitokea mzee mmoja ameshika mkongojo, anatembea kama ameshika kibiongo. Nikasema na huyu mzee naye yumo. Inakuwaje na mzee yumo? Manake lile kundi lilikuwa la vijana. Nikamuuliza mzee, hivi mimi ninakosa gani? Yule mzee alinijibu tu neno moja, usiniulize mimi. Alishia hivyo tu. Tukaenda mpaka kwenye ofisi ya afisa mtendaji, tukaingia, wakajaa watu kwenye kile chumba. Kikao kidogo wamenikalisha. Wakaanza kuniambia, kumwambia afisa mtendaji, wewe huyu unamfahamu? Akasema ni kweli, niliona naye Jumapili, mzee fulani alinitambulisha kwake. Wakamwambia mbona hana barua ya balozi wa balozi wa nyumba 10 ya yeye kumpa walani ya kuishi kwenye kijiji chetu. Sasa hilo swali mimi sijui. Wambia sasa sikiliza, sisi tunataka tumpige huyu. Tunataka tumpige kabisa. Na lengo lao wenda walikuwa wanataka kuniua kwa sababu ya hilo swala la kusema walinisi ni mwizi. Na wakamwambia sasa afisa mtendaji, tunataka huyu aende kwa balozi akachukue barua ya kumruhusu kuishi hapa. Vinginevyo asiishi hapa. Mimi nikatoka kwenye kile chumba, tukawa tumemaliza, tumetawanyika. Nilirudi kwenye kile chumba ambacho nilikuwa naishi. Nililia sana. Na baada hapo nikamwambia mzee, mimi siwezi kuishi mimi kijijini, naondoka. Yule mzee alisikitika sana, ikabidi mimi niondoke. Na nikaondoka, nikaamua kwenda mkoa wa Ruvuma, Mbinga. Rafiki yangu mmoja ambaye nilisoma naye shule ya msingi akaniambia njoo huku. Nikaenda. Kule nikawa nimeenda kuapply tena kazi kwenye shule ya St. Agustino. Au kunijibu majibu leo hadi leo, majibu kwamba ulikubalika au kukubalika mpaka leo.
Basi nikaona majibu yalikuwa yanachelewa kipindi kile, nikabidi niende kuuza kiwanja. Mimi na kaka yangu tukakubaliana tuuze kiwanja Mbeya, nikarudi tena Mbinga kufanya biashara. Nikawa nafanya biashara ambao biashara ya kuuza viwanja, nanunua maeneo kwa wazee wa mji na nauza. Na nilikuwa nafanya pia na biashara nyingine ya mazao. Sasa wakati nimeenda Mbinga, nimekaishi Mbinga mwaka mmoja, yule mzee alinipigia simu akasema wale watu wamekufa. Yule aliyekuambia kwamba wewe ni mwizi, wale vijana wawili, mmoja amekuwa muhanga wa kwanza kuchomwa moto kwenye kijiji chetu, kwenye historia ya kijiji. Kwa sababu inaonekana yeye alikamatwa kwenye swala la wizi. Lakini sasa mimi nilijua ni malipo, kwa sababu aliniambia hivi yule mzee, yule ambaye alikuwa ni mwenyekiti mstaafu wa kitongoji, na ambaye nikaribisha, aliniambia wale watu waliokufanyia ubaya, mmoja amechoma moto, wa pili amefungwa jela miaka 5. Nilisikitika kwa sababu nilijua ni kisasi cha Mungu juu ya wale watu. Yule mzee naye alijua, ingawa hajaokoka, yule mzee ni kama naye alijua hichi ni kisasi. Mimi nikaanza kuishi Mbinga. Wakati naishi Mbinga, nilianza kushuhudia maporini. Nashuhudia watu habari za Yesu. Watu wanaokoka maporini. Kipindi hicho nikaendelea pia, wakati napasua mbao, nilikuwa na chainsaw napasua mbao, watu wanaokoka maporini. Nashangaa watu wanatoka vijiji vya mbali, wanasema tunasikia unaongoza watu sala ya toba, wanakuja na waongoza. Askofu kipindi hicho alikuwa anaitwa Pius, kaniambia wa Mbinga pale, kaniambia bwana, wewe mna jukumu la kuwalea watu kama watu wanaokoka huko na Mungu anawatumia. Tukawa tunafanya semina mbalimbali kwenye makanisa, tena mimi niliendelea kufanya semina za Roho Mtakatifu kwenye makanisa mbalimbali. Wapi? Huko Mbinga. Sasa kuna siku moja mimi baada wakati naendelea kufanya hizo semina, nakumbuka Mungu alianza kututumia watu walikuwa wanapata majibu ya maisha yao, na tulianza maombi ya alfajiri saa 11, shemasi moja na bibi moja kwa inaitwa Upendo. Tukawa tunafanya maombi na watu walikuwa na kanisa lilikuwa nafunguliwa, na watu ambao hawapati ajira walikuwa wanapata ajira. Wakati huo unafanya biashara ambao. Mungu akaanza kufanya miujiza, watu wanapata hivyo kazi na nini. Sasa mimi nikaona hii ni fursa pia, na katika yale maombi Mungu alinisaidia nikapata pia mke. Nikapata mke, na wakati nimepata mke nitaka niende kuishi Mbinga. Mke wa mzee mmoja hivyo wa kanisa akaja akaniambia siku moja, akaniambia wewe sio wa huku Mbinga. Anaongea tukiwa tunatembea babani yeye na mzee wa kanisa. Nikawa naona kama vile anatania, lakini yuko serious. Sema wewe sio wa huku, kama nataka niishi huku Mbinga. Sasa nikaona haya maneno kama mbona yananiumiza tena. Baada ya kuchumbia kipindi hicho nataka nioe, nikawa ninaambiwa tena kule Dar es Salaam inabidi uje kuishi Dar es Salaam. Na mimi Dar es Salaam nilikuwa nimepachukia kabisa, sitaki tena. Na wakati ninaambiwa hivyo, nikaamua nimtafute Mungu kuhusu hili swala la niishi wapi. Niishi Dar es Salaam, mbona pressure ilikuwa kubwa, niishi Mbinga, nisiishi Mbinga, niende Dar es Salaam. Nikaingia kwenye maombi, na baada ya maombi Mungu akaniambia mission yako ya kuishi Mbinga imeisha. Natakiwa urudi. Nikamwambia mchungaji wangu alikuwa ananilea pale Mbinga, akaniambia neno moja nalo linishangaza sana. Akamwambia, mwanangu, kama Mungu amekuita usikatae. Afu akaniombea. Alivyoniombea akanipa na hela. Alafu akanikumbatia. Akaniambia nenda. Akaniruhusu niondoke. Mimi nikaondoka. Nilivyorudi Dar es Salaam nikabahatika sasa kuendelea na maisha baada ya kufunga ndoa. Nikaendelea na maisha. Sasa nikawa sielewi nifanye shughuli gani tena. Nikataka kurudi kwenye biashara tena. Maana hapo sina kazi, nimeacha, niliuza kila kitu. Niliuza pikipiki, niliuza chainsaw ya mbao, na nilikuwa na duka pia la pembejeo, na yenyewe nikaliachia. Katika hela zote ambazo niliuza, nilibahatika kurudishia 1,700,000 tu, zingine wakanitapeli. Rafiki zangu hawakurudishia mpaka kesho.
Sasa mimi nikaanza huduma pale na nitaka nianze kufanya biashara baada ya kuoa. Mke wangu siku moja akaniambia, bwana wewe Mungu amekuita uwe mchungaji. Nikamwambia kweli? Ndio. 2017 nikaandika. Sasa wakati naendelea hivyo, nitakuja kuleta ushuhuda mke wangu. Mimi mke wangu pia ana ushuhuda mzito sana. Mungu amempa neema ya kujua vitu vingi sana kwenye ulimwengu wa roho. Na yeye pia nakumbuka aliwahi kabla sijamuoa, kabla tujachubiana, aliwahi kufariki. Akaingizwa mpaka kwenye jokofu pale Makambako. Akarudishwa. Kwa hiyo Mungu wakati Yesu amemrudisha duniani aendelee na uhai, alimpaga neema ya kuanza kuona na kujua maisha ya watu. Ikiwemo mpaka maisha yangu. Akaniambia wewe ni mchungaji. Mimi bado nilikuwa nataka niende kufanya biashara. Basi aliponiambia vile nikabidi nitulie. Na kipindi hicho nilikuwa kama na 800,000 hivi. Nilikuwa na semina moja hivi kanisani. Mke wangu akasema bwana tumtumikie Mungu. Hiyo 800,000 ambayo tumefanya biashara tutoe kwa Mungu kama 500,000 hivi. Tukatoa, tukabaki na 300 tukanaishi tu. Sasa bahati nzuri baada ya siku kama kadhaa hivi mchungaji wangu akaniita, akaniambia wewe nataka umtumikie Mungu hapa kwenye eneo la deliverance. Maombezi ya watu. Ndio hiyo kazi ambayo nilikuwa nafanya kipindi kile na mtumishi wa Mungu Atirio, na hata wakati nimetoka nchini. Nikaanza deliverance, nikaanza kuombea watu na kanisa likaanza kunitunza kwa sababu ndio hiyo kazi yangu sasa. Namshukuru sana mchungaji wangu, mchungaji Paulo Mlokozi ameendelea sana na mke wake mama Rehema Mlokozi. Mungu awabariki sana. Ni wazazi wazuri sana wa kiroho, wanalea sana vijana. Kwa mimi nilikuwa miongoni mwa vijana ambao wakawa sasa wanafanya hizo huduma. Nimefanya zile huduma kwa muda kama miaka mitatu hivi. Kama muda wa miaka mitatu. Na kupitia huduma yangu nakumbuka watu wengi wamejazwa Roho Mtakatifu, wamefunguliwa kwenye hilo eneo la Roho Mtakatifu. Basi baada ya huduma hiyo nikasikia wito wa kwenda chuo cha Biblia. Na siku moja mke wangu alipewa maono, akamwambia bwana wewe unatakiwa kasome, lakini muda bado, utafika tu. Na mimi mwenyewe Mungu akanipa maono kwamba natakiwa niende chuo cha Biblia nikasome. Na nikamfuata mchungaji wangu, nikamwambia nataka niende kusoma. Akamwambia wewe hata kama utataka kwenda kusoma nje ya nchi, nafasi hiyo ipo. Nikaenda chuo cha Biblia nikasoma, na baada ya kumaliza chuo cha Biblia cha Western Bible College Kichocho Dodoma, nikamaliza masomo. Baada ya kumaliza yale masomo, nilitokea kupata kibali sana kwa walimu wangu. Mungu awabariki sana wale walimu. Na ilikuwa niendelee na masomo, lakini nikaona niingie kwenye utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku moja nakumbuka marehemu mkuu wa chuo aliwahi kuniita ofisini, akaniambia wewe unataka ufanyiwe nini? Ilikuwa ni neema sana, nipata neema sana kwa mkuu wa chuo marehemu Jonas Mkoba. Akaniambia nataka ufanyiwe. Nikamwambia mimi Mungu ameniita nimtumikie kwenye eneo la kuchunga makanisa. Hilo ndio ambalo Mungu ameniita. Akaniambia basi sawa. Na mimi nikamaliza masomo, nikaendelea kurudi pale kanisa la Tanzania Saints of God Ubungo, kaendelea kumtumikia Mungu. Sasa wito wangu ukawa umeendelea hivyo. Wakati natakiwa nianze kutambulishwa section, Mungu akawa amesema na mimi nije Inyonga Katavi. Na nikawa nimepewa barua kweli ya kuja huku, na mimi baada ya kupewa barua sikuikataa kwa sababu nilijua kabisa kweli Mungu ameniita huku. Nikaanza huku huduma ya kanisa ya kuchunga kama mchungaji sasa hapa Inyonga Katavi. Mungu amefanya mambo makubwa sana, mpenzi mtazamaji. Yes. Watu wengi walifunguliwa siku nilikuja. Kwa mara ya kwanza nilishangaa hata mwenyewe jinsi Roho Mtakatifu alivyokuwa anafungua watu. Na siku hiyo sikuhubiri sana. Watu walifunguliwa sana. Na baada hapo hapa Inyonga watu wameshalifahamu ile kanisa ni kanisa la maombezi, na watu kufunguliwa na watu kujazwa Roho Mtakatifu. Mpaka watu wa bodaboda wakawa wanaambiana huko, ukitaka kufunguliwa kanisa ni ile pale. Sio mimi, ni neema ambayo Mungu amenipa, huduma ambayo nimeitwa
kwenye eneo la maombezi ya vifungo mbalimbali, watu wanaofungwa. Hilo eneo Mungu amenipa neema ya kuwafungua watu. Hasa mimi ninachotumia sana kuhusu Roho Mtakatifu, ndio mkazo yangu sana. Kwa mtu yote ambaye anatamani apate huduma kama hii. Roho Mtakatifu. Unajua watu hawamfahamu Roho Mtakatifu. Kama mimi zamani nilikuwa sijui hivyo. Lakini nakumbuka baada ya kujifunza sana nilikuja kuelewa. Mfundishe mtu sana kuhusu Roho Mtakatifu. Ndio maana hata Yesu wakati anatoa mapepo, ukisoma Mathayo 12 alikuwa anasema hivi, mimi kama nikitoa pepo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, basi ufalme wa Mungu umewajia. Na unakumbuka watu walikuwa wanasema, Mafarisayo walikuwa wanambia, wewe unatoa pepo kwa Beelzebuli. Akasema mimi siwezi kutoa pepo kwa Beelzebuli. Pepo akimtoa pepo mwingine, ufalme wa shetani hauwezi kusimama. Lakini mimi natoa pepo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa kidole cha Mungu. Roho Mtakatifu mimi ndio nimejifunza sana kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nimejifunza, ukimwelewa Roho Mtakatifu, vifungo vingi vya giza kwenye maisha yako lazima viondoke. Lazima viondoke. Mimi Mungu binafsi amewahi kuniponya vidonda vya tumbo. Niwahi kuwa na vidonda vya tumbo. Niwahi kupata tatizo la goti na Muhimbili niwahi kutibiwa, lakini daktari bingwa aliniambia wewe huumwi, fanya mazoezi. Haikunisaidia. Lakini kuja kulielewa neno la Mungu na Roho Mtakatifu ndio mambo ambayo Bwana kazia. Mtu alifahamu neno la Mungu na amfahamu sana Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni uponyaji. Nakumbuka niliponya tu kwa akili tu maneno ya Mungu kwenye eneo la goti. Maneno ya Mungu tu mpaka leo goti langu ni sima. Lakini la pili ni eneo la Roho Mtakatifu. Mtu akimuelewa Roho Mtakatifu ndio ambaye ana nguvu ya kumfungua mtu, deliverance. Hata Yesu aliwahi anasoma kitu hicho kwenye Mathayo 12. Na hapa kanisani sasa watu wengi wamefunguliwa na maeneo mbalimbali wamekuwa watu wakija wakifunguliwa, na Mungu pia amenipa neema sasa. Siku moja Mungu alinipa neema akaniambia, sasa wewe utaishia kufungua watu, lakini utakuwa unapanda makanisa. Na siku moja Mungu alinipa maono kwamba sasa ili ufanye hivi, nakumbuka siku moja Mungu alinipa maono kwamba nitakuwa kwenye nafasi ya waskofu. Kwa hiyo nafasi iliyokuja ya waskofu, na Mungu aliwahi kusema na mimi nitakuja kuwa askofu. Yaani kazi kubwa ni yale maono niliyokuwa nayo mwaka 2002 baada ya mimi kufiwa na baba na mama, na kuona kifo cha mama, na nimeishi maisha ya yatima na kuwa na uchungu kuhusu maisha ya watu na watu wanateseka, na nikaona njia kubwa ni kumtumikia Mungu. Mungu alinipa hayo maono ya kupanda makanisa. Yale maono yalirudi. Nikaanza sasa kupanda makanisa. Mimi nilianza kupanda makanisa wakati bado ikiwa mshirika. Mimi na kaka yangu tuliwahi kutoa ardhi kule kwetu Makete, tulipanda kanisa la TAG. Na wakati bado nikiwa mshirika, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni hata sio Pentecost, aliwahi kunipa milioni 10 nikaenda kujenga kanisa pale Morogoro, Mikumi. Na tangia kipindi hicho ile neema ikaendelea kufanya kazi. Na sasa hivi nimeendelea kupanda makanisa huku Inyonga. Baada ya Mungu nipa nafasi ya kuwa askofu, mkazo wangu ni kwenye eneo la Roho Mtakatifu, neno la Mungu na kupanda makanisa. Ninapanda makanisa mwaka huu na malengo ya kupanda makanisa kama 5. Na tayari nimeshanunua viwanja 3. Na mwaka jana tulifanikiwa kujenga makanisa 2. Kwa hiyo ninaendelea na kasi ya kupanda makanisa. Na wewe ambaye unatamani kushiriki pia, mimi nakukaribisha. Hii kazi ina faida sana kwenye maisha ya mtu akichangia ujenzi wa kupanda makanisa. Nakumbuka yule mtumishi wa Mungu ambaye alinitumiaga mimi nipande makanisa, nilikuwa kwenye mfungo wa siku 40. Siku 40 nikiwa nakula ndizi tu usiku. Aliniambia ndizi mbivu tu ama zilizopikwa. Okay. Mlo mmoja. Nilipungua sana. Na kipindi hicho nilikuwa nimeambiwa nikafanya semina pale Mikumi.
wale watu wakaniambia tunahitaji speaker yako. Nienda na speaker, maana Roho Mtakatifu aliniambia nenda na speaker yako. Kumbe walikuwa wanahitaji ile speaker. Akaniambia ibakize hiyo speaker, waachie. Nikasema hapana. Nilivyorudi mchungaji akaniambia no, tunahitaji speaker yako. Nikamwambia mna shilingi ngapi? Akaniambia tuna 300,000. Nikamwambia basi sawa.